Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendeleza kujenga na kukarabati miundombinu ya barabara katika mikoa ya Unguja na Pemba. Miradi hii inalenga kuboresha miundombinu ya usafiri, kurahisisha shughuli za kiuchumi na kuimarisha huduma za kijamii kwa wananchi wake. Ujenzi wa barabara ya Malawi iliyoanzia roundabout ya Malindi Polisi kuelekea BOT Kinazini umeanza rasmi leo tarehe 10 mwezi wa 7 2026. Mratibu wa usalama wa mazingira ya kijamii katika mradi wa Big Z, Deus Samuel Kibasa, anafafanua zaidi kuhusu ujenzi huo. Tumesema hapo awali kwamba ujenzi wa barabara hizi umeanza, na tarehe 1 tulikuwa tumeanza ujenzi wa click kutoka pale hospitali ya Mnazi Mmoja hadi mataa ya Malindi, na mnamo tarehe 10 tutaanza ujenzi wa barabara hii ya Malawi ambayo inaanzia pale mataa ya Malindi hadi eneo la Mnazi Mmoja, hadi eneo la BOT. Sasa kama tunavyofahamu, barabara hii kuna uwepo wa mikoko, miti ya mikoko, lakini uwepo wa miti mingine muhimu kabisa, lakini pia kuna uwepo wa eneo la bwawa la ndege ambalo ni sehemu ya urithi wa mji mkongwe. Kwa hiyo tumekusanyika hapa kwanza kutoa taarifa kwa wananchi kwamba mnamo tarehe 10 mwezi huu wa 7 ujenzi wa barabara hii ya Malawi utaanza rasmi, lakini kama hiyo haitoshi, kama nilivyosema, pia kutakuwa na swala la ukataji wa miti. Kwa hiyo tunaomba wananchi wasipate taharuki watakapoona miti hii imeanza kukatwa hapa katika barabara hii ya Malawi. Ni kwa sababu hizo za kimaendeleo na za ujenzi ambazo zitakuwa zinafanyika. Jaja Juma ni mkurugenzi mkuu mamlaka usimamizi wa mazingira Zanzibar, anaelezea hali ya uhifadhi wa mazingira wakati wa utekelezaji wa mradi wa barabara ya Malawi. Hatukuwa na uwezo wa kuikinga isiondolewe kwa sababu umuhimu wa barabara ambayo inakusudiwa kujengwa hivi, na kwa maana tukajiuliza sasa kifanyike nini ili kupunguza hizo athari, na tukajua kuwa basi baadhi ya mikoko ibakie, lakini baadaye kuwe na upandaji wa mikoko. Na tukajiuliza tena, je, hiyo mikoko inaweza ikapandwa katika eneo hili? Na tukaona kuwa haiwezi kupandwa katika eneo hili, ndio maana tukachagua eneo nje ya eneo hili ili kureplace ile miti ambayo itakatwa hapa. Kwa hili manake lilijengwa au lilitengenezwa kwa ajili ya maendeleo ya hoteli ya Bwawani, na hasa katika kuongeza haiba ya hoteli ya Bwawani kuwa na huduma mbalimbali za kuwavutia wawekezaji, na moja katika huduma hiyo ni kuanzisha michezo katika bwawa hili. Sambamba naye ni mkurugenzi mkuu mamlaka ya uhifadhi na uendelezaji mji mkongwe Mohamed Zaharani Mohamed, anaelezea ushiriki wao katika kutekeleza mradi huo na kutumia njia mbadala wakati wa ujenzi ukiendelea. Tunafanya pamoja na wizara hii ya miundombinu utakaohusisha mzunguko, yani mobility, katika eneo la mji mkongwe kwa ndani. Sasa hii hapa inaanza tarehe 10, lakini hiyo inatarajiwa kuanza tarehe 15. Itakapoanza hii itaanzia maeneo ya Vuga pale, na mzunguko wake utakwenda mpaka Shangani hadi utazunguka mpaka maeneo ya Tembo Hotel na Forodhani. Sasa kitu hichi kinatarajia kwamba kitapelekea kutakuwa kuna significant disruption, na watu wanatakiwa kuwa waelewa na kufuata na kutii zile taratibu ambazo zimewekwa za matumizi ya njia mbadala. Bila shaka njia mbadala tutaitoa rasmi kabla mazoezi yote mawili haya hayajaanza. Mariam Said, ZanTV TZ Online. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. ZanTV TZ Online. Hii ni tunu yetu, elimika zaidi.